Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini kwa mara nyingine tena tuitazame Afghanistan pamoja na Pakistan. Taarifa zinaeleza kwamba idadi kubwa ya wanajeshi wa Pakistan wameuawa wakati wa operesheni ya kijeshi Afghanistan ya kujibu mashambulizi ya anga ya jeshi la anga la Pakistan. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa jeshi la Afghanistan, Qari Fasihuddin Fitrat, ambaye alisema idadi kubwa ya machapisho ya adui yamekamatwa na idadi kubwa ya wanajeshi wa serikali ya kijeshi ya Pakistan wameuawa, alisema katika anwani ya video iliyowekwa kwenye ukurasa wa X wa Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan. Aliwahakikishia kuwa watu Afghanistan kamwe hawataacha mashambulizi dhidi ya nchi yao bila majibu. Tuna imani kwamba vikosi vyetu vya ulinzi vina uwezo wa kutosha kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeweza kujisikia salama katika miji au katika mji mkuu wa Islamabad, Fitrat alisema. Hapo awali wizara hiyo ilisema Afghanistan ilishambulia vituo vya kijeshi vya Pakistan karibu na Abbottabad, Jamrud, Nowshera na pamoja na Faisalabad, na kwamba malengo yalipigwa. Kituo cha nyuklia cha Pakistan ambacho hakikutajwa pia kilishambuliwa. Hata hivyo, wakati huu mashambulizi yamekuwa ni makubwa kati ya Pakistan pamoja na Afghanistan. Pakistan imetangaza vita vya wazi dhidi ya Afghanistan. Kundi la Taliban ambalo ndilo linaloongoza serikali hiyo limesema limejibu mapigo baada ya mashambulizi ya siku kadhaa zilizopita. Pakistan imeshambulia kwa mabomu miji kadhaa ya Afghanistan, huku ikitangaza kwamba sasa imo kwenye vita kamili na vya wazi na jirani yake huyo kufuatia miezi kadhaa ya mashambulizi ya kuviziana baina yao. Alfajiri ya Ijumaa ya Februari 27, waandishi wa shirika la habari la AFP wameripoti kusikia milipuko mikubwa na mivumo ya ndege za kijeshi zikipita angani kwenye mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na mji wa Kandahar ambako ndiko yaliko makao makuu ya kiongozi mkuu wa Taliban, Hibatullah Akhundzada. Ingawa hali ilikuwa shwari ilipofika asubuhi mjini Kabul, lakini kumeripotiwa mashambulizi karibu na mpaka wa Torkham baina ya nchi hizo mbili, ambako mwandishi wa AFP alithibitisha kusikia milio ya makombora. Serikali ya Afghanistan ilithibitisha mashambulizi ya anga ya Pakistan, huku msemaji wake Zabihullah Mujahid akisema hakukuwa na taarifa ya mtu yeyote kuuawa na wakati huo wa mashambulizi. Mapema Mujahid alikuwa ametangaza operesheni ya kijeshi kwenye mpaka wa nchi hizo mbili kujibu kile alichokiita ukiukwaji wa mara kwa mara wa jeshi la Afghanistan dhidi ya mamlaka ya Afghanistan. Hata hivyo, taarifa zilizotolewa na Iran zimesema kwamba wapo tayari kwa ajili ya kusimama kutatua mzozo huo kati ya Pakistan na Afghanistan, nchi ambazo zinapakana. Waziri wa mambo ya kigeni Abbas Arach amesema kwamba nchi yake ipo tayari kwa ajili ya kusimama kutatua mzozo uliopo kati ya Afghanistan pamoja na Taliban, ambazo nchi zote mbili ni miongoni mwa mataifa ya Kiislamu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni taarifa iliyotolewa huko nchini Pakistan ikitaja kwamba idadi kubwa ya wanajeshi ambao hawakutajwa ni wangapi wameuawa, lakini pia moja kati ya maeneo ya kinu cha nyuklia imeshambuliwa, lakini nacho hakikutajwa. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.